Tumeweza kuwa tukifuata hawa suspects ambao tuko nao. Tumekuwa na number of cases za mauaji, lakini hatujakuwa successful kupata weapons ambazo zimekuwa zinatumika kwa mauaji. So siku ya jana tuliweza kupata breakthrough kwa sababu juma lililopita tulikuwa na leads kwamba suspect fulani alikuwa mahali hospitali, alikuwa anapata matibabu. Tuliweza kupata hiyo suspect, tukamshika na tukampeleka kotini. Saizi ako remanded Isiolo Police Station. Na kupitia kwa hiyo suspect tumeweza kupata hii bunduki ambayo ilikuwa inaonyeshwa na County Police Commander. Na hii bunduki kulingana na uchunguzi wetu iko related na maafa ambayo yamekuwa yanatokea katika mji wa Isiolo. Katika mwaka wa 2025 Januari kuna mauaji yalifanyika upande wa Meru maili 3. Na jamaa anaitwa Patrick Nyaga Gathe aliuliwa Januari tarehe 26. Na tumekuwa na ushahidi kwamba huyu suspect ambaye tuko naye in custody alihusika, na tuna sababu kuamini kwamba hii bunduki ilihusika katika hayo mauaji. Vile vile katika mwezi wa December last year katika sehemu ya kambi ya juu katika bar inaitwa Sakama kuna kijana aliuliwa usiku wa kuamkia Krismasi. Na pia tumepata ushahidi kwamba huyu suspect pamoja na wengine ambao wako kwa rada yetu walihusika katika mauaji ya Mutelia. Pia katika mwezi wa pili tarehe 18 kuna mwalimu aliaga anaitwa William Maingi Gitobo ambaye alikuwa deputy principal Leparwa. Katika uchunguzi wetu pia tunaona kwamba huyu mhusika pamoja na wengine ambao ni kundi lake ndio walikuwa wameweka ile ambush ambapo marehemu deputy principal William Maingi Gitobo aliaga. Kisha mwisho tumekuwa na kesi ya mauaji ya madam anaitwa Angelica Kananu ambaye ilitokea mwezi jana. Na tuna sababu pia kuamini kwamba huyu suspect ambaye tuko naye kwa cell ambaye jina lake anaitwa Alois Lochuchu ako cell na tumeshampeleka kotini. Na sasa tuko na ushahidi wa kutosha kwa sababu tumepata hii bunduki ambayo tunaenda kuisubject kwa forensic analysis. Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru wananchi kwa sababu tumekuwa tukiomba watupatie information. Na ni information ambayo imetusaidia kuweza kujua kwamba suspect yako mahali fulani anapata matibabu. Baada ya kupata huyu suspect ndio tumeweza kupata hii bunduki. Na tuko na habari kwamba ziko bunduki zingine kule nje pamoja na suspect wengine wako huko nje. So tungependa kuchukua fursa hii kuuliza our partners, chiefs, NPRs na wananchi kwa jumla waweze kutupatia information na wale suspects wanajulikana, majina yao yanajulikana, ili tukaweze kuwanasa na tutoe hizi bunduki katika mikono mibaya ambayo iko na wananchi. Kwa jumla iko kama hii sasa. Ukiangalia pangi imepakiwa kwa sachet kama hii. Hata wewe unaweza fikiria ni tobacco ama labda unaweza fikiria ni ile herbs ya kutumia kupika kutengeneza chakula. So hizi unakuta iko na gramu 1 na gramu 2. Kwa sasa hizo asikosi maneno ya political interference iko, lakini huwa pia tunawaita viongozi wetu, tunaongea na wao ili waelewe, kwa sababu wakati tunafanya operation tunajua saa zingine wengine wanaingilia kasi yetu na kukemea kasi yetu wakati tunafanya, lakini tunawasihi ya kwamba wa understand ya kwamba sisi tuko hapa kusaidiana ili tuhakikishe maneno ya usalama tumeregesha, na hii mambo ya madawa tumeimaliza, so that vijana wetu wasiwe wameharibiwa na madawa. Kuna mwanafunzi wale wa shule zetu zenye siko hapa within Isiolo, wengi tumewanasa na madawa za kulevya, wengi tunawanasa wakiwa na silaha putu na wakiwa kwa barabara. Ukiangalia distance kutoka ile shule yake mpaka mahali tumempata akiwa na silaha akipora wananchi, unakuta ni distance kubwa sana. Na tungesi ya kwamba sile mashule walimu, tafadhali muhakikishe kwamba mumeweka nidhamu mzuri kwa watoto wenu, na uhakikishe kwamba watoto wasisinikwa mashule, kwa sababu wakati wanasinikwa mashule ndio wanapata nafasi ya kwenda kununua hizi madawa za kulevya, na labda wanatumia hizo vigezo zao kudhuru wananchi. Tumepatana na wanafunzi kwa mara mingi sana,
wakiwa wametoka wakitumia hizi madawa.